Kiislamu. Tulishatangulia kufundishwa huko nyuma kwamba sala ndiyo mzizi na ndiyo shina la imani ya muumini. Muumini yoyote aliyetamka shahada mbili za kumwamini Allahu subhanahu wa ta'ala, halafu anatakiwa baada ya shahada hizo na imani yake ikamilike, afuate taratibu nyingine zilizobakia 4 katika nguzo za Uislamu, ambayo inafuata ibada ya sala. Sala hii kwa ujumla wake itabakia kuwa ni sala na nguzo zake kama tulivyojifunza, lakini utaratibu wa sala ipi inasaliwa vipi, ndiyo hayo tunayoyaendea tukayapitia kidogo kidogo kwa kadri ya Allah atakavyotuwezesha. Kwa vile ilishatanguliwa kusemwa huko nyuma na tushafundishwa kwamba muumini anatofautika na asiyekuwa Muislamu kwa sababu ya ibada ya sala. Manake mtu anabainika huyu ni Muislamu ikiwa tu atasimamisha sala. Sala la imani ya shahada mbili litabakia kwake yeye na Mola wake, kwa sababu ni swala zaidi limemili kwenye imani na moyo. Lakini swala la matendo yanapokuja katika kusimamisha dini ni katika mhimili wa ibada ya sala, ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqama ad-din wa man hadamaha faqad hadama ad-din. Maana yake sala ni nguzo kabisa ya dini, na ikiwa mtu hasali basi ameibomoa dini yake, na mwenye kuibomoa dini yake katika maisha haya tunayokwenda nayo inakuwa tena amekula hasara. Kwa hiyo tukianza kwa kutilia umuhimu huo, basi tutaianza sala yetu ya ibada ya Idi, kueleza hiyo siku yenyewe ya Idi na madhumuni yake na hikma yake, pamoja na mjumuiko na mafundisho tunayoyapata kuwepo kwa siku hii ya Idi. Tunamwomba Mwenyezi Mungu ajalie iwe ni ibada ya kheri na atupe faida katika mafunzo haya. Kwanza kabisa tunaijadili na kuizungumzia hiyo sala ya Idi. Sala ya Idi yenyewe kabla ya siku ya Idi ni vitu ambavyo vipo katika sharia ya Kiislamu. Sala ya Idi ni sunna iliyotiliwa mkazo katika sharia yetu ya Kiislamu kwa kila Muislamu, 1 aliyebalighe, 2 na mwenye akili, 3. Kwa hivyo shuruti hizi za sala ya Idi ndiyo shuruti hizi za Muislamu kusali. Manake masharti haya ndo haya tuliyojifunza kwenye ibada ya shuruti za sala ya faradhi. Sala ya Idi ni nembo na alama ya wema, hisani, shukrani na kuzipokea neema za Allah subhanahu wa ta'ala zisizohesabika. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ikiwa tutaanza kuzifuatilia kwa makini na kuzileta moja moja baada ya nyingine neema za Allah subhanahu wa ta'ala, basi hatuwezi kuzidhibiti tukazijua idadi yake zikoje. Kwa mantiki hiyo, kuwepo kwa sala ya Idi pia ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sala ya Idi ni ishara ya umoja, namba 1, ishara ya upendo kwa waumini, namba 2, ishara ya undugu, namba 3, vile vile kusaidiana na kuoneana huruma. Haya ndiyo malengo au hekima zilizowekwa kuwepo hii ibada ya Eid zozote zile, iwe Eid al-Fitri au Eid al-Adha. Kwa hivyo tunapata ndani yake, kwa mujibu wa mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwanza ishara ya umoja, kwa sababu sote tunakusanyika sehemu kwa ajili ya kumtukuza na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Ishara ya upendo, siku ya furaha na watu kuoneshana kwamba sisi ni umma tuliokusanyika pamoja katika njia ya Allah. Ishara ya undugu, ambapo watu wote wanakuwa kitu kimoja katika kuonesha upendo wao, si kwa sababu nyingine, kwa sababu ya udugu wa kidini uliowakutanisha. Muislamu yoyote popote ulimwenguni anajumuika na Waislamu wengine wa matabaka, rangi, mataifa na makabila mbalimbali katika kuadhimisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, ambapo inapatikana hekima hii ya udugu, ambapo baadaye sasa kunapatikana lengo la kusaidiana. Ndo Mwenyezi Mungu akasema, wataawanu ala albirri wattaqwa,
wala taawanu ala al-ithmi wal udwan. Manake tunapokusanyika katika lengo hilo, kukishatanguliwa hapo kuwepo katika swala la umoja, upendo na undugu, basi kusaidiana hapa kunakuja, na huku kusaidiana sasa kunazaa jambo jingine kubwa kabisa ambalo amelitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuoneana huruma. Manake almuslim akhul muslim fala tabaghadhu wala tadabaru wala tahasadu wala taqata'u fakunu ibadallahi ikhwana. Manake kuoneana huruma kunafuata badala ya haya yote yanapokuwa yashatangulia. Kwa hivyo kuwepo kwa sala ya Idi na sikukuu ya Idi, iwe fitri iwe dhuha, malengo yake makuu ni katika kuwaleta waumini na Waislamu pamoja. Malengo haya yakitimia katika siku ile tukufu, haina maana yameishia hapo, la, bali yanatakiwa malengo haya kama yalikuwa yamefifia au yamelegalega au watu tumeghafilika na maisha, tunatakiwa siku ile tuyahuishe tena yawe endelevu, na matokeo yake Mtume sallallahu alaihi